Zanzibar, Zanzibar, maono. Zanzibar, mwelekeo. Zanzibar, nyumbani. Zanzibar. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wetu wa Dira Zanzibar, gumzo la Dira Zanzibar. Karibuni tena katika gumzo letu hii. Leo ni mara ya pili, kwa hivyo ni silsila ya pili katika mazungumzo yetu, na kama kawaida tunazungumzia masala ambayo yanayohusu Zanzibar. Tulisema katika ufunguzi wa kipindi hiki wiki iliyopita kwamba mahususi tumekipa jina la Dira Zanzibar kwa sababu ya kuenzi harakati ambazo katika tasnia ya habari zilitendeka kwetu visiwani Zanzibar yapata miaka 23 iliyopita nyuma, wakati kundi la Wazanzibari lilipoinuka likasema kwamba linaanzisha gazeti la mwanzo kabisa huru la uchambuzi wa masuala ya kisiasa na kiuchumi na kijamii baada ya mapinduzi mwaka 2003, na gazeti hili likadumu kwa kipindi ambacho hakizidi miaka miwili, likapigwa marufuku na serikali ya Zanzibar, lakini ikawa tayari mche wa hamasa ya Wazanzibari kuhusu tarehe ya nchi yao, kuhusu mustakbali wa taifa lao umeshapandwa na wengi ambao tulikuwemo katika gazeti ile, wengine sisi tukiwa kama vijana wadogo ambao tunafunzwa na wakongwe, marehemu Alinabwa, mkongwe wetu wa Pakasa, Mwenyezi Mungu amjalie wa afya na siha, Ali Saleh Albato, Sheikh Salim Said Salim na wengine, Ismail Jusa, Salim Bimani, Hamza Rijali na wengine, walitujenga katika njia ambapo kwa pamoja tuliona kwamba udira wenyewe hautokufa, utaendelea. Sasa tumerejesha kipindi hiki kwa mintarafu ya kuenzi harakati zile, lakini zaidi kwa mintarafu ya kuangalia Zanzibar ya leo kuelekea Zanzibar ya kesho pia. Lengo kila siku itakuwa ni kutathmini na kuchambua masala mbalimbali ambayo yanahusu Zanzibar, na katika kufanya hivyo tutakuwa tunakusanyika hapa kuzungumzia hayo. Leo mada yetu ni mwendelezo pia wa mada katika ufunguzi wetu ambayo ilihusu muungano, kutimia miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Mahususi leo za Jumapili kwa kipindi hiki ndio miaka hiyo 62 imetimia rasmi, na ilikuwa ni siku ya maadhimisho hayo. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa, yamesemwa ndani ya Zanzibar na nje ya Zanzibar, maana Tanzania kwa ujumla, na viongozi wakuu. Na sisi hapa katika Dira Zanzibar tunaangalia kile ambacho tunakizungumza kama ni ajenda ya Zanzibar ndani ya muungano huu. Kwa sasa tuko pamoja hapa, mimi na mwenzangu Abdul Fattah Musa, tunazungumzia masala haya. Abdul Fattah, karibu sana. Asante sana Alhabib Muhammad, nashukuru sana kwa kunipa fursa tena ya kushiriki katika meza duara hii ya Dira. Jazakallahu alkhair. Leo tumechapisha katika channel ya YouTube ya Gumzo la Ghassani tahariri ya gumzo ambayo imehusu pia muktadha huu wa masala ya muungano. Hoja yako ambayo ulikuwa unaijenga, unasema kwamba hata serikali tatu hazifai kwa Zanzibar. Bila shaka watazamaji wetu watakwenda kuiangalia na kuisikiliza tahariri yako, lakini labda kwa sababu mwenyewe upo hapa tupate kidogo ufafanuzi kutoka kwako kwamba msingi wa hoja yako kwamba hata serikali tatu unaona kwamba haiwezi kuwa na maana tena kwa Zanzibar ya sasa, licha ya kwamba ilikuwa ni hoja kubwa na ambayo imesimamiwa kwa miaka mingi. Hata tunakumbuka tume ya Haji Warioba ambayo inatajwa kwamba ni miongoni mwa tume za karibuni kabisa kuja na kauli ya waziwazi kuhusu kipi ambacho Watanzania wa pande zote mbili wanataka katika muundo wa serikali yao au namna ya kuongozwa walikuja nacho. Ni hoja ambayo imesimamiwa na viongozi wa kisiasa wengi sana, lakini unatuambia wewe kwamba kwa uchambuzi wako hata hoja hii nayo pia kwamba inapitwa na wakati. Hebu tufafanulie kidogo hapa. Asante sana Alhabib Muhammad kunipa fursa hii, kama nilivyotangulia kueleza, ya kushiriki katika meza duara hii ya Dira ya Zanzibar ambayo imepata baraka ya kuanzia kuzungumzia suala ambalo linawagusa Wazanzibari wengi na walio wengi, suala la muungano, kwamba imesadif
kufungua dira hii kwa mnasaba wa kukaribia maadhimisho ya mwaka wa 62 wa muungano wa Tanganyika na Zanzibar, lakini pia leo tukiwa katika kilele chenyewe tarehe 26 Aprili 2026 tulikuwa tumetimiza miaka 62 ya muungano. Kwa hivyo hii inshallah iwe ni bishara njema ya kuona kwamba dira hii katika kumurika mustakbali wa Zanzibar, na labda kama ulivyozungumza katika wiki iliyopita, kumurika jaala ambayo Zanzibar inayo hivi sasa na kufikiria nini utakuwa mustakbali wa Zanzibar insha Allah. Ambapo jambo moja muhimu sana ambalo limefungamana na mustakbali na hatima ya Zanzibar ni swala la muungano. Kama ulivyoashiria kwamba mimi nimeweka tahariri au nimetoa tahariri inayoeleza kwamba pengine ikiwa kilio chetu wa Zanzibari cha miaka mingi cha kutaka kuwa na muungano wa haki, sawa au usawa na uadilifu na wenzetu wa upande wa pili wa muungano, yani Tanzania bara au Tanganyika, basi suluhisho la msingi ni angalau uwepo mfumo wa muungano wa serikali tatu ambao utaidhaminia Tanzania bara au Tanganyika mamlaka yake makubwa kamili na utaidhaminia Zanzibar mamlaka yake makubwa kamili, na kisha kuwepo masuala ya msingi ya muungano ambayo nayo pia yatashirikisha pande mbili kwa msingi wa haki na usawa. Hili ni jambo ambalo sisi Wazanzibari kweli tumekuwa tukilipigia kelele, na sababu moja ya msingi inafungamana na mambo mawili kwa mtazamo wangu mimi, na kama nilivyoeleza kwenye ile tahariri kwamba upande mmoja inafungamana na suala la mamlaka ya kisiasa ya Zanzibar, mamlaka ya kisiasa ambayo yataifanya Zanzibar iwe na uhuru na uwezo wa kujifanyia mambo yake mbalimbali bila ya kuwekewa vizingiti, bila ya kuwekewa vikwazo na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo imekuwa ikishuhudiwa kwa miaka yote hii zaidi ya 60. Niseme tu nimeona katika hali ya kushangaza juzi tu, nadhani ni juzi au jana, kwenye mtandao wa kijamii nimekuta klipu moja imeletwa kwamba sasa sukari ya Zanzibar ni huru kwenda kuuzwa Tanzania bara. Kitu kama hiki kwa mfano, ambacho mtu unashangaa baada ya miaka 60 pana mvutano kwamba Zanzibar waweze kuuza sukari bara. Sisi tunajua kwamba kila kitu kinacholimwa bara sasa hivi, tunaulizana hapa, tukizungumzia matunda, tukizungumzia vitu vya mboga mboga, mpaka vitu ambavyo kiasili, mimi nakumbuka tulikuwa katika jambo ambalo tunalifanya tukisafiri hapa kwenda Tanzania bara kama Dar es Salaam, tunawachukulia watu wa jamaa zetu walikuwa kule zawadi ya nazi, manake ni kitu cha tunu kutoka Zanzibar kupeleka nazi bara. Sasa tunasikia kwamba hata nazi ambazo sisi tunatumia sasa Zanzibar zinaingizwa kutoka bara. Haya yote yako wazi kabisa, lakini Zanzibar kusafirisha au kupeleka sukari yake kwenda kuuza bara, hili limekuwa ni suala la mvutano katika muungano wetu huu, na mpaka juzi ndo au jana na sio, naona clip kwenye mtandao wa kijamii nasema kwamba sasa Zanzibar watu wametia saini kwamba sukari ya Zanzibar inaweza kuuzwa bara. Ni jambo ambalo linatia unyonge sana kwa hakika, unashindwa kuelewa mtu mantiki nzima ya haya mambo. Sasa nirudi tena kwenye maudhui yetu kwamba suala ni mamlaka ya kisiasa, lakini mbali ya mamlaka ya kisiasa ambayo katika tahariri ile nimesisitiza kwamba maana ya Zanzibar kuwa na mamlaka yake katika muungano, mathalan tutapokuwa na muungano wa serikali tatu au hata katika mfumo wa serikali mbili ambao tokea mwanzo ulikubali Zanzibar ibaki na utambulisho wake na mamlaka yake, iwe na rais wake, iwe ijiendeshe mambo yake, ni kwamba lazima watu ambao watakuwa wanaendesha masuala hayo ya Zanzibar wawe ni Wazanzibari na si vinginevyo. Na kama ni suala la kuchaguliwa kisiasa, basi watu ambao watakuwa na mamlaka ya kuwachagua hao viongozi wa Zanzibar, lazima watu hao pia wapigaji kura wawe ni Wazanzibari na si vinginevyo. Sasa suala la kwanza ambalo ukilitazama katika uhalisia kwamba je, katika muda huu wote hasa tukiangalia tokea mwaka 95 tangu uliporejeshwa mfumo wa siasa za vyama vingi Tanzania, hali imekuwaje kwa upande wa Zanzibar mwaka baada ya mwaka zinapofanyika chaguzi hizi za vyama vingi? Kumekuwa na kilio hicho cha kuona kwamba
Wazanzibari ambao ni wazawa, ambao wana sifa zote halisi za Uzanzibari, wananyimwa haki yao ya kiraia ya kuweza kupiga kura, ya kuweza kuwachagua viongozi wanaowataka, kwa sababu kuna hatua mbili. Kuna hatua ya kwanza kwamba Wazanzibari, wewe ni Mzanzibari, unanyimwa haki yako ya kupiga kura. Kuna kila kitu kinachokufanya wewe uonekane kwamba ni Mzanzibari, lakini unakoseshwa haki yako ya kupiga kura. Alafu tunakwenda na mkabala wake, kuna watu ambao ni wenzetu, ni Watanzania wenzetu, lakini si Wazanzibari. Na hili labda nilirudie tena, nilisisitiza katika tahariri kwamba tulipokubaliana kuwa na muungano wa serikali mbili bila ya nongwa, maana yake tulikubali kwamba katika utambulisho wa Mtanzania ni kwamba kutakuwa na Watanzania ambao ni Watanganyika na kutakuwa ni Watanzania ambao ni Wazanzibari. Sasa basi, kwa kuwa wenzetu wa Tanganyika walikubali kubaki na utambulisho mmoja tu wa Utanzania, kwamba wao ni Watanzania, sisi Wazanzibari tulikubalishwa kwamba tuwe na utambulisho wa aina mbili, tuwe na utambulisho wa kiuraia ambao ni wa Tanzania, lakini tuwe na utambulisho wetu tuliokuwa nao wasili wa Uzanzibari. Kwa hivyo kila Mzanzibari ni Mtanzania na kila Mtanganyika ni Mtanzania, lakini si kila Mtanzania ni Mzanzibari. Kwa maana hiyo basi, yanapokuja masuala ya Uzanzibari, wale wenzetu ambao ni Watanganyika hawawezi kuwa na haki katika masuala ambayo wanastahiki kupata Wazanzibari. Na nikasisitiza kwamba kama hili linawaumiza wenzetu na wanaona kwamba labda ni aina fulani ya ubaguzi, ingepasa vivyo hivyo kwamba tuweke serikali tatu ili ifike pahala isemwe kwamba kila Mtanganyika ni Mtanzania, lakini si kila Mtanzania ni Mtanganyika, kwa maana kwamba sisi Wazanzibari si Watanganyika, na kwa hivyo kama kuna haki ambazo wanastahiki kupata Watanganyika tu, sisi Wazanzibari hatuna haki ya kuzipata haki hizo. Lakini tumeona kwamba katika mfumo wa kisiasa, katika kipindi hiki cha vyama vingi, mambo ambayo tumeshuhudia yakiwa na mfungamano wa moja kwa moja na athari za muungano, ni kwamba tumeona jinsi gani Wazanzibari kwanza wanaokosa haki zao za kiraia kama Wazanzibari kupiga kura, mkabala wake wenzetu ambao pengine wanakuja hapa wanaishi kwa muda tu, kwa sababu za kisiasa wanapatiwa haki hiyo. Lakini kwenda mbali zaidi, ambapo hapa si pahala pake kujadili, ni kwamba tunafika pahala kwamba Wazanzibari wenyewe wanaopata nafasi ya kutumia hiyo haki yao, wanapochagua wanalolitaka, hilo chaguo linakataliwa kuweza kupewa haki yao uchagua watu wanaowataka, ambayo hiyo pia ukiangalia inakuja kwenye mfungamano moja kwa moja na suala la muungano, kwamba kwa nini Wazanzibari hawapewi haki ya kuchagua viongozi wanaowataka, kuchagua vyama wanavyovitaka, kuchagua siasa wanazotaka. Lakini kilichokuwa na msisitizo mkubwa katika makala yangu katika suala zima la mamlaka wa Zanzibari, nikasema kwamba mbali na utambulisho wa kisiasa wa Zanzibari, kuna utambulisho muhimu zaidi ambao ni wa kiutamaduni, ambao huu unafungamana na mila, silka, desturi, pengine pamoja hata na dini na mambo mengine kadhaa wa kadhaa yanayohusu jamii ya Zanzibari. Sasa katika makala yangu nikasema kwamba kwa masikitiko, inavyoonekana hali ya Zanzibar kwa miaka na miaka sasa, kumekuwepo na wimbi kubwa la uhamiaji wa wenzetu wa upande wa pili wa muungano wanaomiminika Zanzibar kwa namna ambayo inajenga hisia kamili kwamba kuna lengo makusudi la kubadilisha demografia au muundo wa idadi ya watu hapa Zanzibar. Na hili ndio nikasema kwamba kutokana na wimbi hili ambalo viongozi wa kisiasa mbalimbali wamekuwa wakilisema, viongozi waliokuwa madarakani, manake si viongozi wa siasa labda useme labda wa upinzani madarakani, na nikatoa mifano ya wazi na ipo wazi mpaka leo. Viongozi wakuu wa wilaya hapa mjini Magharibi, viongozi wa mikoa wengine wamekuwa wakisikitikia jambo hilo kwamba Zanzibar imevamiwa. Msemo Zanzibar kuvamiwa, tena na kutumia neno wageni, ambalo bila shaka wanapozungumza wageni hapa wanakusudia kwa maana kwamba ni wenzetu wa Tanzania, wenzetu ambao kimsingi si watu wa asili wa hapa. Umekuwepo na kilio hicho. Sasa katika makala ile au katika andiko lile na tahariri ile, ndipo nikatilia mkazo nikasema kwamba kutokana na mabadiliko haya ya kidemografia yanayofanyika hivi sasa au yanayotokea hivi sasa kwa muda wa miaka mingi, manake ukiwa unapata tu fursa kutembea katika maeneo mbalimbali hapa, jana tu niseme, manake nizungumze kitu kwa ushahidi. Jana tu nimekaa na mtu nazungumza naye baada ya salatul maghrib,
nikawa tunazungumzia hii maudhui ya kwamba vipi Zanzibar kuna utitiri wa makanisa. Basi yule bwana mbele yangu akampigia simu mtu mmoja ambaye ni mwanasiasa tena wa chama tawala, aliwahi kuwa na nafasi ya ubunge katika eneo moja la hapa mjini Magharibi, mahala ambako kuna makanisa mengi sana, Akampigia mbele yangu, akazungumza naye, akamuuliza, wewe ulipokuwa katika eneo la kwako na kukaa kule maeneo ya Tumondo, maeneo ya Sarajevo, pale kuna makanisa mangapi? Basi yule bwana pale mbele yangu namsikia anasema, anayataja 1, 2, 3, 4 mpaka anafika kwenye makanisa 10 katika maeneo moja la karibu. Sasa anataja kwa majina, manake la mtaa huu, la mtaa huu, la mtaa huu kabisa. Naam, anayataja asema, mimi kwa haraka haraka ninajua ni hayo makanisa 10 katika eneo ambalo idadi ya Wakristo waliokuwepo katika eneo hilo wanasema watu pengine hata hawapindukii 100. Sasa hii ndio hali halisi ambayo tunayo sasa hivi, na ni maudhui pana sana ya swala zima ya demografia na kubadilika na kuparaganyika mfumo mzima wa kiutamaduni wa Zanzibar. Sasa nilichokitilia mkazo katika swala hili ni kwamba ikiwa hali itaendelea kuwa hivi na inavyoonekana kwamba sasa tena Zanzibar hii, maanake kuna hata baadhi ya watu ambao nao ni Wazanzibari lakini ambao kwa fikra na mitazamo walionayo wenyewe wanazungumza kwa sura ya kejeli, sema bana, hizo stori za kusema kwamba sijui Zanzibar 95% Waislamu, sijui 98% Waislamu, hizo stori zishakwisha zamani sana zishapita. Wanazungumza wenyewe kuona fahari ile kwamba sasa zile fikra tunazungumzia watu kwamba Zanzibar ni visiwa na nchi ambayo kimsingi akthari ya watu wake ni Waislamu, wanasema hayo mambo yamekwisha bwana. Sasa hivi hapa takriban 60-40 asilimia baina ya Waislamu na wasio Waislamu. Sasa hali hiyo kadri inavyokwenda, ndio nikasema kwamba mathalan itokezee katika mfumo tuliopoa matumaini kwamba inshallah mchakato wa katiba utafufuliwa kama alivyotuahidi Rais Samia Suluhu Hassan, na ifike pahala mchakato ukamilike, yasitokee aliyotokea wakati wa serikali ya Rais Kikwete aliyepitisha idhini ya mabilioni ya fedha za umma kutumika. Wananchi wakatoa maoni yao, tume ya Warioba ikafanya kazi yake kwa uadilifu, na mwisho wa siku baada ya kufikishwa swala kwenye bunge la katiba, yeye akatangaza wazi wazi kwamba katika uhai wake yeye au katika wakati wa mamlaka yake yeye suala la serikali tatu halitatokea. Akaeleza wazi wazi kwamba hilo suala kwa sasa halipo, na kuanzia pale tena tukaona jinsi ambavyo mchakato mzima ule wa katiba ulipovurugika. Sasa tuweke matumaini kwamba tufike labda mpaka huko matakwa ya Watanzania walio wengi, kwa sababu sasa hivi katika jambo moja ambalo limeleta mguso tokea kumetokea mabadiliko ya kiuongozi katika muungano, sasa wenzetu wa Tanganyika wamekuwa wakali zaidi kutaka mamlaka yao na kutaka serikali tatu kuliko sisi. no. Kama alivyosema Bwana Musa, anasema wenzetu nyinyi kukosa nafasi ya urais, Mzanzibari kuwa rais wa muungano tu, kule kuwa rais wa muungano kwenu nyinyi umekuwa mtihani. Sisi ambao mumeyapoka na kuyapora mamlaka yetu ya nchi yetu kwa miaka 62, mnadhani tulikuwa tunahisi nini? Kwa wale ambao bila shaka wanafahamu maana ya Zanzibar kupoteza mamlaka. Sasa tumeona hiyo. Kwa hivyo hii yote mimi naichukulia kwamba inshallah hii ni bishara njema, kwamba badhali wenzetu mara hii tunavyoambiwa katika lugha wakati mwingine ya kejeli au dharau kwamba kule ndo kumeni. Sasa wao sasa wamekuwa wakali, wanataka hilo kwamba sasa bwana tunataka Tanganyika yetu, basi inshallah labda tufike huko. Lakini hofu yangu nasema kwamba pengine itapofika hatua kwamba pande zote mbili za muungano labda inatakiwa ipigwe kura ya maoni kwamba je, kweli tunataka serikali tatu, tunataka Zanzibar yenye mamlaka yake ya haki katika muungano? Hofu yangu ni kwamba tunaweza tukafika pahala ikapigwa kura hiyo ya maoni na tukaona kwamba Wazanzibari walio wengi wanasema hapana, tunataka kwa maana waliopiga kura Zanzibar, waliopiga kura Zanzibar wakasema kwamba hapana, sisi tunataka ubaki mfumo wa serikali mbili huu ambao sasa hivi unaiminya Zanzibar, au tunataka serikali moja hasa muungano ufuate ndoto ya Mwalimu Nyerere aliyesema kwamba ni serikali mbili kuelekea moja. Kwa nini? Kwa hofu kwamba tunapoelekea demografia ya Zanzibar inavyobadilika kwa kasi kubwa, ni kwamba tutafika pahala wale wenzetu wanaohamia kwa wingi hapa kwetu wanaweza wakatuzidi kiidadi na sisi tukawa ni wachache. Kwa hivyo kwa mukhtasari, kama nimezungumza kwa mukhtasari, nimechukua nafasi kubwa Al-Habib Mohamed, kwamba hiyo ndio mukhtasari wa
wa ule waraka au ile tahariri tahariri. ilizungumzia kwamba hata tukifika pahala uwepo fursa ya kutaka kuleta serikali tatu, huenda hilo pia lisitusaidia. Na nasema hivyo kwa maana kwamba hata kama ifike hivyo, lakini je, itapofika pahala Wazanzibari katika masuala ya nafasi mbili nilosema kwamba moja ni suala mamlaka ya kisiasa, lakini pengine la pili ni utamaduni wao. Leo ikiwa tena Zanzibar tunaona kila athari za Uzanzibari katika mambo mbalimbali, ni kwamba yanapoteza sura yake, na badala yake ni kwamba athari za tamaduni, za silka, hata za lugha ambayo inazungumzwa zaidi na wenzetu wa upande wa pili, ndizo ambazo sasa tumekuwa tunapokea sisi, vijana wetu, watoto wetu wameshika hayo. Sasa tunajua kwamba tokea enzi na enzi sisi tunazungumza Kiswahili sote, kila mmoja na lahaja yake, wenzetu wana lahaja yao au lahaja zao, na sisi tuna lahaja zetu, lakini kuna misamiati tunajua miaka na miaka imezoeleka kwamba sisi tunasema pesa, wenzetu wanasema hela. Hata sisi miaka hiyo tulipokuwa wadogo tukienda kutembea Dar es Salaam, wakati mwingine tukisema pesa ndio tunaonekana sisi ni washamba, wenzetu wakituona hivyo, na sisi tunasema skuli wakati wenzetu wanasema shule. Lakini sasa hivi ni kitu cha kawaida sana hapa Zanzibar, ukazungumza na mtu akawa anasema hivi, bwana, nipatie basi hela, au kamsikia watoto vijana wanafunzwa maskuli wanazungumza habari ya shule. Sasa Au kusikia kwamba hausemi, haujui, anakwambia mtu haujui, anakwambia hivyo, hauoni, hausemi, Kiswahili kile chetu kinaondoka. Sasa hii ni hali ambayo ukiitazama mtu unaweza kuona, maanake sisi tuna Alhabibu, wewe ni wataalamu zaidi bwana, tunajua kwamba kuna Kiingereza cha British na kuna Kiingereza cha American, na kuna misamiati yao, kila mmoja anasema lift na mwingine akasema elevator. Kila mmoja anatumia hiyo. Utaposoma kitabu utajua kwamba hii hapa ni British, hii bwana, hii hapa ni America. Ile athari ya kila mmoja anavyoshika kitu, pamoja na kwamba tunaambua kwamba lugha ya Kiingereza asili yao ni Waingereza, sawa, niwe hivi, lakini kila mtu anashika kile. Sisi leo kwa masikitiko ni kwamba ina maana vijana wetu, jamii yetu tunakokwenda, ile ghera, ule wivu, yale mapenzi ya kilicho chetu yamekuwa yanatuweka katika jamii zetu. Hiyo ndo hali halisi Alhabibu. Naam, asante kwa ufafanuzi. Kwa hakika wakati unazungumza umezungumzia jambo moja muhimu sana Alhabibu, na ile lazima tulitie wino wa kulikoleza pia. Katika hofu zako ni kwamba hata kama itafika pahala patapigwa kura ya maoni ya kuhusu uamuzi wa muungano uwe mfumo gani, ile hoja ya awali ambayo enzi na enzeli imesimamiwa na wanaharakati wa kisiasa, viongozi wa pande zote mbili za muungano, hasa upande wa upinzani, juu ya kuwepo mfumo wa serikali tatu, nayo pia unadhani kwamba inaweza ikafika pahala Wazanzibari watakaopiga kura Zanzibar, manake lazima tunasisitiza kwamba watakaopiga kura Zanzibar tofauti na Wazanzibar. Inawezekana kwa sababu shasema hapa kwamba tunapokoleza wino hapa kwamba wanaopiga kura Zanzibar si lazima wawe Wazanzibari, lakini wanakuwa Wazanzibari kwa sababu wanazanzibarishwa kupitia mfumo ambao umewakubali wao zaidi, kwamba wao ni wapiga kura. Mtu anakuja pale kutoka kwao, na bahati mbaya nzuri si lazima wanatoka Tanganyika tu, wengine wanatoka hata Kenya, wengine wanatoka Uganda, wanatoka wapi, wanatoka nje kabisa hata Tanzania. Lakini kwa sababu kipande cha kura ni njia ya kisiasa pia, au ni njia ya kutafuta mamlaka, kutafuta madaraka na kusudia. Kwa hivyo wanaohusika na kutoa kipande hicho cha kura, manake mfumo wa kupata kura Zanzibar unaanzia kwenye ngazi ya chini, ngazi ya sheha. Ndio rais wa shehia mfano wake, yeye anaamua nani yumo nani hayumo katika daftari lake la shehia. Hapo ndio shehia ndio inatumiwa na tume ya uchaguzi kupata watu ambao wanapiga kura katika shehia fulani. Sasa huyu sheha yeye, kwa sababu tangu mwanzo ameshakuwa mtu wa kisiasa ambaye ni mamlaka za kisiasa, kwa maana ya watawala, yeyote ambaye anaamini kwamba huyu atakisaidia chama changu kinachotawala, Chama cha Mapinduzi CCM, anampa haki ya kuwa mpiga kura. Kwa hivyo mtu anaingia hapo kutoka kwao huko siku moja jioni, asubuhi ya kesho au siku anaendewa na ushaingia, basi kesho njoo uandikishe, kesho kutwa nenda Zena ID office au ofisi inayohusika, kapige picha na fomu hii hapa, na anapatiwa kitambulisho. Na hivyo ameingia wengi sana katika hali kama hiyo, na kama ulivyozungumza ni sahihi kabisa. Watu ambao wana haki ya kupiga kura hawapigi kura. Labda watu wanadhani kwamba nukta hii ambayo ndani yake mna ubaguzi. La, haina ubaguzi.
tunazungumza kitu ambacho kipo wazi kabisa na kihusu kabisa kuhusu kukataa mgeni. Zanzibar ni nchi ambayo uundikaji wake ni kuwapokea wageni ambao wamekubali baada ya miaka mingi kwa pale nyumbani pao. Sote sisi ambao tunajiita Wazanzibari, sisi ni watu matokeo waliokuja na majahazi, waliokuja kutoka ndani ya Afrika, walio nje ya Afrika, kutoka Asia, kutoka Arabuni, kutoka Ulaya, kutoka wapi, kaunganika pale wakafanya jamii ambayo inaitwa Wazanzibari. Kwa hivyo si shani kuwa na Mzanzibari ambaye ana asili za huku na kule, lakini swali linakuja kwamba je, Mzanzibari huyu kaukubali je Uzanzibari wake, kaupata je Uzanzibari wake? Sio kwa njia ambayo sasa inapatikana Uzanzibari huo, kwa njia ya ghiba, kwa maslahi tu ya kisiasa. Kwa hivyo naam, hapo wanawataja hapa, wanakuja pale, wanapata haki hiyo, wanakoseshwa ambao wana haki hiyo. Mimi ni mfano mmoja. Mimi Alhabibi, na hapa naambia watazamaji wetu wote katika Dira Zanzibar leo hii, nimepiga kura moja tu nyumbani kwetu Zanzibar maisha yangu yote. Kura mwaka 1995 ndio kwanza nafika miaka 15. Sasa ni tena 18. Mwaka 95 kwanza naingia miaka 18. Na ndio kura pekee ile pia nikiwa kwetu Kisiwani Pemba, jimbo la Pandani. Ndio kura ya mwanzo na ya mwisho kupiga. Kwa nini? Kwa sababu kura iliyofuatia mwaka 2000 nilikuwa shahami Unguja kwa ajili ya masomo. Ushaona? Nimehamia Unguja mwaka 96 kwa ajili ya masomo. Sheha nalikuwa nakaa dakhalia pale kwanza, tumekuja baadaye tukahamishwa dakhalia ya Nkuruma. Nilipotaka kupiga kura kupitia sheha wa sheha yangu ya mwanzo ya pale wapi, ya pale tumekuja Mkunazini wakati wa uchaguzi mdogo ule. Pale kupasha sheria tayari kwamba mtu lazima akae katika jimbo miaka mitatu. Sikuwa nimemaliza miaka mitatu mie katika jimbo lile. Kwa kweli sikuwa na haki. Mpotoka kupiga kura baada ya pili sasa uchaguzi wa 2000 nipo hasa nishakuwa Nkuruma. Ushaona? Sheha pale si miaka mitatu kwa, lakini nakulipa sibiti yetu miaka mitatu. Unaona? Ngakosa kupiga kura. Naona wenzangu wengine ambao wametoka Tanganyika juzi tu wanapiga kura. Lakini mimi Mzanzibari kutoka upande mmoja tu wa muungano wa kisiwa hicho kutoka Unguja, siwezi kupiga. Inatekelezwa kwako. Kwangu tekelezwa kwangu. Nasikia sana. Haya. Nikakaa mwaka 2005 sasa. Nishakaa hapa shehia ambao shafika mpendaye sasa. Mwaka 2005 nimekaa pale kwanza mwaka 2001 mpaka mwaka 2004 ndo nikahama kwenda kwa nyumbani kwangu sasa jimbo la Ubugu. Mmejenga mwele. Pale nimekaa pale 2001 nzima mpaka 2004 ndo nimeondoka. Miaka minne pale. Hata pasipoti yangu ya mwanzo nilochukua kusafiri kuja Ujerumani mara ya mwanzo kabla sijakuja kuhamia, nimepata kupitia kwa sheha wangu sheha mpendaye. Kaandikia barua yeye ngeenda uhamiaji nikapata pasipoti kwa sababu niko katika jimbo lake na mambo yote na sheria katika jimbo sheria yake ile, mambo ya vyandarua yale, mambo ya sensa. Mke wangu alikuwa mwalimu, kwa hivyo kaandika mwandishi wa sensa. Kwa hivyo yeye alikuwa kapata kupitia sheria wetu. Kupitia sheria wetu. Haya, ilipofika swala la kupiga kura, narudi kwake yeye sasa. Mimi hapa kule sheha yangu wa Kibweni anaitwa Biasha, ananiambia hanitambui kwa sababu nimekaa pale juzi, nimeingia pale juzi. Okay, sasa nimekaa hapa kwa miaka mingi, na rudi kwako wewe hapa. Ananiambia mimi pesa sikujui nani wewe. Ushaona? Nikakosa kura ya pili hiyo sasa. Nimekosa kura hiyo ya tatu ya kwanza iliyokosa ilikuwa ni uchaguzi mdogo wa jimbo la Mkunazini baada ya Yuzulu Salim Saba, ambaye kwa taarifa za watazamaji wetu hapa ni kwamba Salim Saba ni ami yangu, nilikuwa ninakaa kwake mimi uhakika. Mpaka na juzi mimi ninakaa kwake. Ushaona? Sasa nimekosa kupiga uchaguzi ule. Sheha pale akanambia kwamba sifai. Okay, nikakosa uchaguzi wa pili wa mwaka 2000. Yakosa uchaguzi wa tatu mwaka 2005 hasa nakosa kupiga kura. Naona. Imekuja hivyo. Umekuja uchaguzi mwingine wa 4 2010. Nishakaa pale tayari muda wote huo. Na kipande cha Zanzibar nishapewa hasa ninacho kipande cha Zanzibar ninacho kile sasa. Nimekipata kwa sababu Zanzibar mkazi nimepewa sasa. Kupitia sheha wangu ambaye alikatalia kura nilopiga. Lakini kupata kipande kanisaidia nikapata. Sababu nipate kwa sababu shughuli nyingine pia si kura peke yake. Nimekipata. Wakati ambao kanipatia nimekipata. Kwenda kwenye kura amekwenda daftari mia simu.
2010 hiyo, na ndio mwaka nilioondoka. Maana sio kura, ilikuwa ni kura ya maoni ile, ndio niliwahi, sikuwahi kura kuu ile, ilikuwa ile kura ya maoni ile sasa, ambayo ile kupitisha serikali moja ya kitaifa. Ile mimi nimeshiriki kampeni, nimekuwa katika kupiga kampeni ya ndio na kadhalika, lakini kijembe ni mimi mwenyewe ambaye napiga kampeni watu wapige kura ya ndio, mwenyewe sina kura. Subhanallah. Sasa katika kitabu changu cha Nna Kwetu, ambacho kilipata tuzo ya nani ya mwanzo kabisa ya ile ya Mabati Cornell, sio ile Safal Cornell, niliandika mkasa huo. Na niliwaandika kwa nini? Kwa sababu niliita shairi kipande cha kura, na hapa nitawasomea kidogo ili watazamaji wetu na wewe pia uweze kusikia nilichokiandika. Nilisema hivi: asubuhi nilitoka nikajipanga foleni, nikangoja sikuchoka hadi kijua kichwani, hata mbele nikafika, kaniuliza karani, jinalo waitwa nani? Isimu haitamka, jina langu hatamka, fulani bin fulani. Mara sheha akaruka, unakaa nyumba gani? Huyu sheha kwa hakika mimi na yeye jirani. Hamwambia Matuleni, nayo pajua fika. Basi sheha akainuka akaenda mwake bukuni, majina alimwandika akasema hanioni, si wangu huyu hakika, akatangaza hadharani. Miaka yote tu majirani, bali akanikanuka. Uchungu kanishika na majonzi na huzuni, nikagoma kuondoka kitako, nikakaa chini, huku nikiwa nafoka haki yangu manihini. Nikaitiwa, lakini mapolisi kunishika. Polisi wakanishika kwa mateke na magumi, marungu kanitandika wakanibwaga garini, huku damu zanitoka wakanisweka pangoni. Miezi hakaa ndani, kura ikamalizika. Na hata nilipotoka nikawa sina sinani, nchini kaondoka nikenda ughaibuni. Ela baada ya mwaka barua kisandukuni, kwa nasaha inaghani, piga kura ukitaka. Ili ajabu hakika kubwa isiyo kifani, nchi hii nilofika hali mimi ni mgeni, leo hii yanitaka nami nende kituoni, ile nchi ya nyumbani haki iliyonipoka. Basi chini haanguka halia sana kwa kani, kwetu nikakumbuka sheha wangu na foleni, mateso naloteseka hadi nikawekwa ndani. Leo hii hapo ugenini, nambwa kura hii shika. Muktadha wake ni huu alhabibi. Nilipofika hapa mwaka 2010, mimi hapo Ujerumani mpaka 2010. Mmekaa 2010, 2011, nadhani 2012, miaka mitatu baadaye, miaka miwili baadaye, kulikuwa na uchaguzi wa mabaraza ya miji. Sio uchaguzi mkuu, baraza ya miji. Katika watu ambao wana haki ya kupiga kura ni wageni ambao wana vipande vya kuishi vya kudumu, vibali vya kuishi vya kudumu hapa. Wana haki ya kupiga kura, kuchagua wawakilishi wao katika mabaraza yale ya miji. Sijakwenda kuomba kupiga kura. Narudi kazini kwangu siku moja, kwenye box langu la barua nakuta kwamba mna kura na barua yanaambia kwamba fulani bin fulani, wewe umeshatimiza haki ya kupiga kura hapa, na kura yako hii utaamua kama utaipiga uitumie kwa posta, wametia bahasha kutumia pia, ambao wamelipia wao wenyewe pia, au ukitaka njoo kwenye kituo tarehe fulani upige kura yako. Alhabibi, nililia machozi, nililia kwa sababu hicho nilichokisema hapa, katika nchi yangu mwenyewe sheha kanikatalia kupiga kura, serikali yangu mwenyewe ile kupiga kura muda wa miaka 15. Chaguzi 3 zimepita bila kupiga kura. Hapa ninakuja nchi ya ugeni kabisa, unaletewa unaenziwa ukapige kura. Nikapige kura. Najua wako maelfu ya wenzangu nyumbani ambao ile kamkasa ambao wameuza shairi la kupigwa na polisi na kukamatwa, ile alhamdulillah sikupata, lakini ilikuwa na akisi wengine ambao wamepata kama yale, kwa sababu ninawajua marafiki zangu, jamaa zangu, ndugu zangu ambao maelfu kwa maelfu wamepigwa na polisi, wamewekwa ndani, wamehadhibiwa mali zao kwa sababu ya kipande cha kura tu. Na si kwamba hawana haki, ni Wazanzibari wazawa, waukulia hapo hapo, hawajatoka hata nje ya nchi, lakini tu sheha kaamua wewe sikutambue, wewe sikujui. Kinyume chake, hivyo unavyozungumza wewe ni sahihi kwamba wanakuja watu wageni
tu kafika leo hii na nyungo zake na pawa zake na sumu ya panya anaja kuuza au whatever alivyofika mwenyewe. Sizungumzia kwa dharau, naam, nazungumza kuelezea ile hali halisi ilivyo. Kuuza sumu ya panya, kuuza nyungo, kuuza ni biashara zote hizo ni kutafuta riziki kote huko. naam, Hakuna mtu hazuii kutafuta riziki zake, lakini naam, watumia vijana hawa kutoka bara na kutoka karibu hata nje ya Tanzania, pengine Kenya, kutoka wapi, wanaingia pale, wanapata vipande vya kura, wanapiga, halafu wao ndo wanaamua hatima ya Zanzibar. Kwa hivyo hoja yako unayozungumza kwamba hata sasa ikija hiyo kura kweli ya maoni naam, na wakaamua kwamba wafanye uchaguzi wa kweli, usio uchaguzi wa kijecha uchaguzi hasa kweli kweli, naam, usimamiwe mtu mmoja kura moja, lakini mtu wenyewe yupi mwenyewe kura moja. Wakija wakiamua kwamba sio tu kwamba hatutaki serikali tatu, tunataka hata serikali mbili, sio tunataka serikali moja, kama wanavyosema naam, ndoto itimizwe ya chama kimoja, nchi moja, serikali moja. Nani ambaye atazuia? Na itakuwa imefanya kisheria kabisa, wala hapajafanyika mbinu yote ile, yani hapajafanyika mabavu. Jeshi aliingia likamuondoa rais wa Zanzibar, baraza la wawakilishi wa Zanzibar halijafutwa, mahakama ya Zanzibar haijafutwa, lakini mahakama ambayo leo inatuambia kwamba haina nguvu za kuamua uchaguzi wa bunge yenyewe, na mahakama inajipiga sasa miguu. Yani vitu kama hivyo vinatokezea. Kwa hivyo hoja yako uliyozungumza katika tahariri yako habibi ni nzito sana, na laiti ingelikuwa watu wanakaa wakaifikiria, wasione leo tu iliyoko mbele ya macho yao, waione pia na kesho ya vizazi vyao na vya nchi yao na urithi ambao wenyewe walipatiwa na wazazi wao, wakatamani kwamba warithishe na wengine nchi ambayo wao waliirithi pia, pamoja na makando kando yake na mapungufu yake yote yalionayo, kwa sababu hatumaanishi kusema kwamba Zanzibar ina ukamilifu au kwamba la, tuna mapungufu kibao tulionao sisi, lakini bado imebakia kuwa ni nchi yetu na ni nchi ambayo ina ujana nchi wake na ina alama zake ambazo zinafanya iwe Zanzibar. Alama hizi zikiondoka, si tu kwa sababu ni nchi kwamba ipo kwenye visiwa au kwamba ipo katika bahari ya Hindi au kwamba ipo katika majengo fulani, ina vitu ambavyo vinaifanya iwe na Zanzibari wake. Vikiondoka vitu hivyo, laweza kubakia jina, kubakia mkoa wa Zanzibar au vitakuwa, lakini vikiondoka vitu hivyo, ndio itakuwa ndio hiyo kwenda harijojo tena, alivyokuwa akisema mzee Nagwa, kufa dungu msooni. Ulipozungumzia hili swala la upigaji kura, Alhabib, mimi kuna kitu na ningependa kukumbusha kuhusu mtihani wa nchi yetu kuhusu swala la uchaguzi. Naam. Manake labda na wewe utakuwa unayo kumbukumbu hiyo, manake hiyo mimi nayo na kumbukumbu yangu ambayo kabla na mimi kuondoka kwenda ughaibuni nilipitia changamoto ya mkabala wake, na ndio ambayo nilipokuja kuona yanayotokea baada ya kurudi mfumo wa vyama vingi nikawa kisa kichwa. Mimi nakumbuka katika kipindi cha miaka 89 90 baada ya kutokea msukosuko wa siasa zile za kipindi kile cha kufukuzwa kwenye chama Maalim Seif, na baadaye ukaja wakati wa kuja kujiuzulu almarhum na wote ni marehemu Seif, Mwenyezi Mungu awarehemu, Sheikh Idris Abdul Wakil. Na kabla yake wakati yeye alipochaguliwa, sote tunajua kwamba yaliyotokea ulitokezea mtikisiko mkubwa, kwamba yeye alipochaguliwa ni kwamba inaaminika kikamilifu kwamba alipata kura chache sana kwa upande wa Pemba, kwa maana kwamba wao hususa kupiga kura, au kama walipiga kura basi ni kwamba walipiga kura kumkataa. Sasa mimi nilikuja nikashuhudia kipindi cha baada ya kuondoka yeye, wakati ulipokuja uchaguzi wa kumchagua Dr. Salmin. Kipindi kile tulipata mtihani sisi wa kwamba, kinyume na tunayoshuhudia miaka hii ya vyama vingi, wakati ule ilikuwa inaonekana kwamba watu ambao ni wapinzani, watu ambao wanapinga mfumo labda wetu wa kisiasa, wanapinga chama chetu cha siasa kimoja kilichopo,
ni kwamba wanaendesha kampeni za kuwataka watu wasipige kura. Wakati ule ilikuwa ni kwamba watu wanafuatiliwa kwamba kwa nini hawapigi kura. Hicho ndio kilichotokea wakati ule, nakumbuka kikamilifu mtaani kwetu. Na wakati ule tulikuwa, mimi nieleze kumbukumbu hii pia kwa sababu tulikuwa kipindi kile ni wanafunzi wa almarhum Sheikh Nasor Bachu, Mwenyezi Mungu amrehemu, na likaingia wimbi kipindi kile la kuletwa stika zile za bismillah, sijui zilitokea wapi. Mimi sikuwa nikifuatilia sana hilo, lakini tuliambiwa sio kama zitoka Uarabuni. Stika za bismillah zimeandikwa kwa rangi ya kijani, zikawa zinabandikwa majumbani. Nazikumbuka sana, nakumbuka zikahusishwa zile wala ya siasa na kukawa kuna vile vile mpaka na hizo tetesi, uvumi na tuhuma za kuhusishwa mambo yale na Sheikh Nasor Bachu, kwa sababu utakumbuka Alhabib, mwaka 88 ilitokea vuguvugu lile la Sofia Kawawa, watu wakaandamana kutokana na yaliyotokea, wakauliwa waliouliwa, wakakamatwa, kufungwa waliofungwa, yakachanganyika yale na kipindi kile cha marhum Maalim Seif naye kufukuzwa kwenye Chama cha Mapinduzi na wanasiasa wenzake waliokuwa pamoja katika kipindi kile. Yote yale yakachanganyika pamoja. Ilipofika 89 na 90 wakati wa uchaguzi wa kumchagua Dr. Salmin, ni kwamba anga ya Zanzibar ilikuwa ni kwamba watu wanasusa kupiga kura. Ndio mimi nakumbuka kabisa mtaani kwetu kuna baadhi ya wazee ambao walikuwa ni wazee wa chama, walianza kunitangazia mimi, kwa sababu mimi ndio nilikuwa wakati ule ni kwenye masuala ya kidini. Kwa hivyo na hayo masuala ya kupiga kura kwa wakati ule alikuwa vile vile hayagusi watu, yalikuwa imeunganishwa. Basi ilienezwa hivyo kabisa kwetu kwamba huyu kijana bwana, kwa sababu mwanafunzi wa Sheikh Nasor Bachu na Sheikh Nasor Bachu na haya mambo ya stika za bismillah na mfungamano, huyu bwana anamshawishi, kisha mshawishi mama yake na dada yake kwamba wasipige kura. Tizama tunakotoka huko Alhabib, kwa maandamo. Kwa nini wewe huendi kura? Kwa nini wewe upige kura? Sasa tumetoka huko, marehemu mamangu akawa ananiambia kwamba mimi nakuombea dua lolote litakalotokea na haya mambo yanavyokwenda, Mungu akujalie uondoke hapa, akupeperushe uende popote popote, mimi nitakuwa radhi, lakini haya mambo yalivyo na hofia baadaye utakuja kupata matatizo. Na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akamsikia dua yake, nikapata mimi fursa nikaondoka. Sasa nimeondoka Zanzibar kwetu nikiacha katika hali hiyo, halafu Mungu akaja akaniweka tena hai, nikaja nikashuhudia hayo ya watu kuwakana mpaka watoto wao wakasema siwatambui kwa ajili ya kupiga kura. La hawla quwwata illa billah. Hali ya kusikitisha sana, hali ya kusikitisha. Manake kama tunaitafakari kwa kina, ni hali kweli kama ilivyokuuliza wewe huko, basi ni yakuuliza kwa hakika kwamba huko tulitoka huko na sasa tumefika hapa, kwamba moja kwa moja wewe umezaliwa hapa, umeishi hapa, lakini unakosa haki yako ya kupiga kura. No. Lakini huko nyuma ilikuwa ni kesi kwamba kwa nini wewe huendi kupiga kura? Kwa sababu ilikuwa ile kura wakati ule inahitajika, nafsi ya ile kura ilikuwa ni muhimu. Sasa inahitajika kwa hiyo kura kuwathibitisha wale kwa madarakani. Ndio nakumbuka hicho, na hilo nalikumbuka mpaka imenipa mshangao mkubwa sana. Na kwa hivyo haya nasema ni kwamba haya yote tunaporudi tuchukulie, wakati ule ilikuwa ni mfungamano wa suala la mfumo wa siasa ya chama kimoja, lakini mfumo wa siasa chama kimoja ulikuwa chimbuko la wakati ule, tayari ndio ushaibuka vuguvugu la upinzani tokea kipindi kile marehemu Alhaji Abu Jumbe Mwinyi alipouzuliwa akaziacha nyadhifa zote za uongozi. Wimbi la kutokea pale ni kwamba lilikuwa liko wazi Alhabibu. Hata mimi nashangaa kwamba mtu anayekumbuka tokea wimbi lile lilipoanza na lilivyoendelea ni kwamba kwa sehemu kubwa sana Chama cha Mapinduzi kilikuwa kimeshakataliwa Zanzibar kabla hata haujaja siasa za vyama vingi. Naam. Kuanzia kipindi ambacho Mzee Jumbe aliuzuliwa, kisha baada ya Mzee Jumbe kuuzuliwa, nakumbuka mimi watu wakasema basi ngojea tukasikia Ramadhan Haji Faki naye ameshatangulia mbele haki, Mwenyezi Mungu amrehemu, bila shaka atashika nafasi, hajafika kokote, tukasikia naye akajiuzulu. Baada ya kujiuzulu wetu tukasikia pengine labda atakuja atasimama hapa Abu Talib, tukasikia Abu Talib naye kajiuzulu. Tukasikia hapa pengine labda Hafidh Suleimani Sancho, tukasikia naye amejiuzulu. Tukajua tena kumekwisha Zanzibar, hakuna mpya nyingine. Kuanzia kipindi kile anga ya Zanzibar kisiasa ilikuwa tayari imeshaikataa CCM, kabla hata haujaja mfumo wa vyama vingi na hata kabla
hakijaanzishwa chama kikubwa cha upinzani Zanzibar cha CUF. Hivyo ndivyo hali halisi ilivyokuwa. Watu walikuwa mbali, na ndio maana zilipokuja hata hizo chaguzi baadaye za kuwachagua kina marehemu Sheikh Idris Abdul Wakil na hata alipokuja Dr. Salmin, ni kwamba anga ilikuwa kabisa, watu walikuwa wameikataa. Huo ndo halisia. Sasa ilipokuja tena wimbi la vyama vingi na watu walikuwa kweli wanatafuta mbadala, ndio tukaona tena yaliokuja kutokea baada ya hapo. Na ukitazama ndio hivyo, kila mtu anaweza akakubali kwamba kwa nini baada ya muda chama kilichoundwa katika kipindi cha miaka miwili mitatu kikaweza kuleta mtikisiko ule katika uchaguzi wa mwaka 95 kwa chama ambacho kimekuwa madarakani kwa miaka yote. Na ukitazama yote hayo, mtikisiko wake na hali zake, tunarudi kwamba ni mambo ambayo yanafungamana kikamilifu na muungano wetu huu wa Zanzibar na Tanganyika. Kama ingekuwa muungano haupo, siasa zetu zingekuwa na mwelekeo na mkondo mwingine, lakini kwa namna moja au nyingine, yote haya ambayo tumeyashuhudia, kama ambavyo tumeona mathalan suala zima la katika mfumo wa vyama vingi vya siasa, kwa nini likafungamanishwa vyama vya siasa vya muungano wakati kihistoria hatukuwa na kitu kama hicho? Kwa nini nafasi muhimu sana ya rais wa Zanzibar ambaye alikuwa mara zote kwa mujibu wa katiba ya muungano na masuala ya muungano ndiye alikuwa kiongozi wa pili wa mkuu wa nchi baada ya rais, kwa atakuwa ni kutoka upande wa muungano wa bara, rais wa Zanzibar anakuwa ni makamu wa rais, tukakubali hivi tu katika katiba kwamba rais wa Zanzibar avuliwe nafasi hiyo na aje apewe nafasi ya kuwa ni waziri asiye na wizara maalum. Ukiangalia yote hayo, chimbuko lake na nafasi yake anafungamana moja kwa moja kwamba watu walikuwa wana hofu ya kutokea mabadiliko ya kisiasa Zanzibar, mabadiliko ambayo moja kwa moja yatakwenda kutikisa mhimili ya muungano. Na ndivyo ambavyo hayo tunayoendea sasa hivi, tunayozungumza leo hapa katika nukta ya mwanzo ya mazungumzo yetu kuhusiana na swala hilo la mabadiliko ya demografia, masuala ya muundo wa muungano, yote hayo yanafungamana kikamilifu, yanafungamana moja kwa moja na hiyo maudhui nzima ya swala zima kwamba Zanzibar nafasi yake katika muungano huu imekuwa ni ya namna ambayo imeiminya na imepoka kila chake, na kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba tunapoelekea ni kwamba tunazidi kupoteza kila kilicho chetu, pamoja na kwamba kidhahiri gome tunachokiona mbele ya macho kwamba ni Zanzibar na Uzanzibari, lakini kwa hakika ni kwamba kila tunaposonga mbele vyote hivyo katika uhalisia wake vinatoweka. La hawla wala quwwata illa billah. Labda mara nyingine tutakuja kuzungumza hapa kuhusu kipi kimewezesha katika upande wa pengine uliochanya kidogo, kwamba kwa nini pamoja na uhalisia ambao tunaozungumza miaka yote hii 62 miongo 6 iliyopita hii imeshindikana moja kwa moja kuifuta Zanzibar kabisa, licha ya kwamba imefuta kama unavyosema imebakia gamba tu, imebakia gome tu peke yake, gome jina, lakini angalo hatua ya mwisho kabisa kukata kichwa kabisa, kwa maana sasa hatuna tena nchi inayoitwa Zanzibar, hatuna rais wa Zanzibar, hatuna baraza la wawakilishi Zanzibar, hatuna mahakama ya Zanzibar na kila kitu. Kwa hiyo imeshindikana miaka yote, licha ya kwamba kila kidole kinaonesha mahala pamoja kwamba hapa ndipo penye lengo lenyewe kuu ambapo limezungumzwa na waasisi, kwa maana angalau kwa maana ya Mwalimu Nyerere na watu wake upande wa Tanganyika na wanaounga mkono hata upande wa Zanzibar, na kila hatua inayokuwa mbele elekeza huko kwamba tuelekea katika pale ambapo hatakuwa na kitu ambacho chaitwa Zanzibar kama nchi, kama taifa. Na kwa nini imechukua muda mrefu, miaka 60 zaidi mpaka sasa hilo jambo halikufa? Pengine ni jambo moja mada ya pekee ya kuzungumzia kuhusu ile resilience au uhimilivu ambao pamoja na mashaka matomotomo yote ambayo yapo ndani ya Zanzibar, lakini kuna aina fulani ya uhimilivu ambao umetokea ndani ya Zanzibar yenyewe, pengine au inawezekana si uhimilivu wa ndani, lakini ni nguvu za nje ni dhaifu mno kuweza kukamilisha kazi ambayo ilishaanza miongo 6 iliyopita nyuma, pengine. Ala kuli hali, Habibi, nakushukuru sana kabisa. Leo tumezungumza kwa mukhtasari au tuseme kwa uchambuzi kuhusu tahariri yako ambayo umezungumza, hasa hoja yako ambayo umeijenga ya namna ambavyo demografia ya Zanzibar inavyobadilika na ilivyokuwa ni hatari kwa mustakbali wa Zanzibar yenyewe. Basi ikiwa huna kuongeza, naomba tuhitimishe mazungumzo yetu leo hapa ya Dira Zanzibar, na tukutane hapa wiki ijayo kwa idhini yake Mwenyezi Mungu.
insha Allah mimi sina zaidi isipokuwa kukushukuru tena kwa kunialika katika sehemu hii ya pili ya Dira ya Zanzibar na kuweza kubadilishana mawazo kuhusiana na kilio chetu na kuhusiana na mama yetu Zanzibar. Naam, mama yetu Zanzibar. Alhamdulillah, jazakallahu khair habibi. Inshallah kwa idhini yake Mwenyezi Mungu tutakupata na wiki ijayo. Basi mtazamaji wetu, endelea kuwa nasi mnavyosema kwa lugha ya kimitandao, share, comment, like, na fanya jukwaa hili liwafikie watu wengine wengi zaidi, kwa sababu tunaizungumzia nchi yetu, mama yetu Zanzibar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dira Zanzibar, Zanzibar, maono Zanzibar, mwelekeo Zanzibar, nyumbani.